السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ndugu zangu watazamaji, leo tena tunaendelea na kipindi chetu ambacho kinaashiria yanayopaswa kuhusiana na msikiti au yatokanayo na msikiti. Katika kipindi ambacho kilichopita tulizungumzia miongoni mwa sifa za wale wenye kuimarisha misikiti. Tukasema miongoni mwao ni wale ambao ni man amana billahi, wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Tukazungumzia pia wa aqama as-sala, na wale ambao wenye kusimamisha swala. Tulisema hawa ni watu wawili ambao wanasimamisha, lakini kuna kipengele ambacho tulikiruka ambacho ni wale ambao wenye kuamini siku ya mwisho, wal yaumil akhir. Moja katika mambo ambayo yanawafanya watu wanakuwa ni wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya watu kufikiria kwamba kuna siku moja watalipwa. Hili ndilo jambo ambalo linafanya watu wapuuze kuimarisha misikiti, kwa maana ya kufanya yale yanayotakikana misikitini. Yapo mambo muhimu ambayo ni muhimu sana tuyasisitize kwa Uislamu. Unapokuwa unafanya jambo lolote kuhusiana na msikiti, unatakiwa muumini hasa wa dini ya Kiislamu uamini kwamba hili ninalolifanya kwa ajili ya msikiti ni kwamba siku moja nitalipwa, nitaingia katika kulipwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika aya hiyo hiyo kwamba wale ambao hakika wale wenye kuimarisha misikiti, Mwenyezi Mungu amesema kabisa ni man amana billahi alafu al-yawmil akhir, lakini pia wakaamini siku ya mwisho. Sio ajabu leo hii mtu anaweza akaipuuza swala au akaiakhirisha swala kwa sababu za kidunia. Wakati waliopita na waliofaulu kabla yetu sisi waliifanya swala ndio kila kitu, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu miftahu kullu khair, swala ndio ufunguo wa kila khairi. Kinyume chake cha maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu anapoacha kuswali maana yake anakuwa amekaribisha kila shari. Ni rahisi sana mtu kupatwa na shari kwa kitendo tu cha kupuuza swala. Leo mtu anaweza akaingia, kama ambavyo tunasema katika siasa, unamuona mtu, wengine kabisa wanasimamia dini, wengine ni wanaonekana ni mashekhi katika jamii, muda wa swala kabisa, lakini yeye amekaa kwenye siasa. Na lakini pia wenginewe katika vipindi vya mipira kama hivi sasa, muda kabisa wa swala unakuta mtu anawahi kuswali kabla ya wakati ili tu aende akaangalie mpira, au baada ya swala tu anawahi kunyanyuka, anaacha adhkari zile za swala ili mradi tu akimbilie aende kuangalia mpira. Ni katika makosa makubwa sana. Ndio maana Allah aliposema katika hiyo surati Tauba aya 18, katika miongoni mwa sifa za wale wenye kuimarisha misikiti, sifa moja wapo ni wale ambao wana hofu, wanajua siku moja watalipwa. Katika nguzo za imani, ukisoma katika nguzo za imani kujua kwamba huyu ni muumini wa kweli wa dini ya Kiislamu, ukisoma utaona nguzo ya kwanza kabisa ni antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir. Unaipata tena ile kuamini siku ya mwisho, kwamba siku moja nitasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na nitalipwa. Mtu anayejua hivi hawezi akaupuuza msikiti. Mtu anayelifahamu hili hawezi akaacha kuimarisha msikiti. Tofauti ya Muislamu, ya muumini ambaye anaimarisha Muislamu na yule asiyeimarisha msikiti, tofauti yao Allah anasema subhanahu wa ta'ala ni washirikina. Ukiona mtu anaupuuza msikiti ni dalili tosha ya kwamba huyu mtu ni mshiriki. Katika aya iliyotangulia katika surati Tauba ya nyuma yake kabla ya hii niliyotangulia kuisema, Allah anasema hawakuwa washirikina, ni wenye kuimarisha misikiti. Kwa hiyo dalili ndogo ya kujua kwamba huyu mtu si wa msikiti, dalili ndogo ya kujua kwamba huyu ni mshirikina ni kile kitendo cha kupuuza mambo ya msikiti. Lakini ukiona mtu anashikamana na mambo ya msikiti, bila ya shaka mtu huyu si katika washirikina. Hii ni sehemu muhimu sana ya kushika, kwamba ili uweze kuimarisha msikiti, siku zote unapoingia msikitini, weka katika moyo wako kwamba siku moja nitalipwa kwa sababu ya huu msikiti, au mimi kama Muislamu chanzo cha malipo yangu yote siku ya kiyama kinatokana na msikiti. Kwa hiyo msikiti ni kitu muhimu sana kwetu sisi Waislamu, ndio ofisi kuu ya Waislamu, ndio kimbilio la Waislamu, sio sehemu ya
kukimbia, sio sehemu ya kuchelewa kuingia, sio sehemu ya kuwahi kutoka. Msikiti ni sehemu ya kung'ang'ania. Huu ni ujumbe ambao tunapenda kama Waislamu insha Allah tuweze kulishikilia. Shikilia hiyo. Sifa ya pili Muislamu, kuwa ni mwenye kuamini kwamba siku moja utalipwa, na hata utakayoamrishwa ndani ya msikiti usimwangalie yule tu anayekuamrisha kwamba bwana kuna hiki na hiki kinahitajika msikitini, bali unatakiwa ujue kabisa kila nitakachokifanya msikitini siku moja nitasimama mbele ya Allah, nitalipwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema katika sifa za wale wenye kuimarisha msikiti, pia sifa yao nyingine ni wale ambao wanaamini siku ya mwisho, siku ya malipo ambayo ni siku ya Kiyama. Kwa haya machache tu yafanyie kazi inshallah. Tutaendelea kuangalia sifa nyingine ya wale ambao wenye kuimarisha misikiti katika kipindi kijacho. Endelea kufuatilia channel zetu insha Allah ili uweze kunufaika. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.